Kuwepo kwa matukio mengi ya ukatili wa kijinsia kwa watoto wilaya Gairo mkoani Morogoro kumetajwa kuwa sababu ya wananchi na wadau wa maendeleo kuanzisha ujenzi wa jengo maalum litakaloshughulikia makosa hayo. Akitoa taarifa mbele ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mkuu wa polisi jamii wilaya Gairo ASP Minaeli Senzige amesema ujenzi huu ulianza Machi 3 mwaka 2024 kwa nguvu kazi ya wananchi, ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na mbunge wa jimbo la Gairo, ambapo mpaka hatua hiyo umegharimu kiasi cha shilingi milioni 23,696,000 ambapo upo kwenye hatua ya umaliziaji. Venye thamani ya shilingi milioni 5 na shilingi milioni 5 kutoka kwa Mheshimiwa Mohamed Shabili, mbunge wa jimbo la Gairo, na saruji mifuko 10 ya saruji kutoka kwa Mheshimiwa Jafar Kubeja, mkuu wa wilaya Gairo, na mbao 520 kutoka shamba la miti la Ukaguru. Mradi unatekelezwa kwa njia ya Force Accounts. Gharama za ndani hadi kukamilika kwa mradi kwake, mradi huu unatarajiwa kugharimu jumla ya shilingi milioni 60,946,425, na hadi sasa jumla ya shilingi milioni 23,699 zimetumika. Mara baada ya kulikagua jengo hilo, kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa ndugu Wazo Michael Mwangonda amesema ameridhishwa na ubora wa jengo hilo na kutoa pongezi kwa wananchi pamoja na wadau wa maendeleo, huku akiwataka waendelee kuwa karibu na jeshi la polisi ili kushirikiana katika kulinda amani na utulivu. Jambo uwepo wa kamishna wa jeshi la polisi ambaye yuko hapa na viongozi wengine wa jeshi la polisi, mkuu wa dawati la jinsia ambaye yuko hapa, Mheshimiwa wa wilaya ya Gairo, Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu wa ujenzi wa ofisi ya dawati la jinsia na watoto hapa katika kituo cha polisi Gairo. Tumepokea taarifa na baadaye Mwenge wa Uhuru umekagua. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Gairo, ujenzi wa jengo la ofisi ya dawati la jinsia na watoto umekamilika kwa awamu ya kwanza. Sasa imebakia awamu inayofuata ambayo ni umaliziaji. Imeshaparuliwa, iko vizuri. Jengo limejengwa vizuri katika ubora mkubwa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Gairo, kipekee sana nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi anavyoiwezesha jeshi la polisi kuanzia rasilimali watu, vifaa, lakini pia na miundombinu. Jeshi la polisi ambalo tulikuwa tunaliona zamani sio hili ambalo lipo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Samia hoye! Dr. Samia safi! Lakini tunashukuru pia kwa Mheshimiwa Rais kuwezesha jeshi la polisi na kulielekeza jeshi la polisi kuboresha dawati la jinsia na watoto pamoja na ushirikishwaji wa jamii, ambapo unafanya sasa wananchi kwa karibu na jeshi la polisi. Ndio maana leo tunashuhudia hapa jengo lijengwa kupitia wadau na pia wananchi ambao ni wadau wa jeshi la polisi. Sababu kubwa ni kwa sababu ya uwezeshaji na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuendeleza ile falsafa ya ushirikishwaji jamii. Jeshi la polisi hizi limekwenda mpaka ngazi ya kata, ambapo maafisa wakubwa ambao ni wakaguzi wako ngazi ya kata wanaendelea kuelimisha jamii namna gani ya kuishi bila makosa, lakini namna gani ya kulinda amani na utulivu. Kwa hiyo jambo hili limefanya jamii kuwa karibu na jeshi la polisi, na ndio maana leo tunashuhudia jengo hili la dawati la jinsia na watoto likijengwa hapa kupitia wadau na wananchi wenyewe. Kwa tunashukuru sana jeshi la polisi, tunashukuru Mheshimiwa Rais na mkuu wa jeshi la polisi, tunashukuru kwa kuendelea kuwa karibu na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Gairo, sema tu kwamba Mheshimiwa Rais anachokiomba kwa wana Gairo ni kuendelea kulinda amani na utulivu, ili nchi ibaki tulivu, basi waendelee kupata maendeleo makubwa zaidi haya. Na hii ofisi inakwenda kuwa mkombozi wa wana Gairo wote, wale ambao wananyanyaswa na mambo ya kiukatili sasa watakuja hapa, watatatuliwa matatizo yao. Kwa wale ambao wanafanya ukatili sasa
wajue kwamba ofisi inaenda kujengwa na inaenda kukamilika muda si mrefu, na wananchi wote wanaofanya ukatili sasa watafika hapa na wameshapata elimu, wakifika hapa watatoa taarifa, na wale wote ambao wanafanya ukatili watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Nikiripoti kutokea wilaya ya Gairo, mimi ni Kasim Wakida.